kumekuwa na vyuo vingi vizuri hapa Tanzania. Ningependa kufahamu kwa nyote, mmoja baada ya mmoja, ni chuo gani cha ndoto yako unatamani mimi nikimaliza kusoma ni ile chuo fulani? Karibu. Kwa mimi ni UDSM kwa sababu course yangu nataka kusoma ipo UDSM most. UDSM inaitwaje? Bachelor of Arts in Language. Afu wewe? Kwa mimi napenda niende UDSM. UDSM. Afu wewe hapa? Napenda niende UDOM. Wewe pale? Napenda niende UDOM. Afu kule mwisho? UDSM. Kwa nini UDSM na UDOM ndio vinaonekana vyuo bora kwa wanafunzi kuliko vyuo vingine? Kwa upande wako dada, unaonaje kwa nini? Kwa mimi naona ni vyuo vikubwa ambavyo vinasifika, yani zinakuwa zina karibu kozi zote. Watu wanazozihitaji. Sawa. Nipende kuwashukuru kwa muda wenu. Ile ningependa mmoja aweze kutoa ushauri kwa baadhi ya wanafunzi ambao waliweza kukatishwa masomo yao kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa karo, mimba za mashuleni, msongo wa mawazo. Una ushauri gani kwao? Ushauri wangu ni kwamba wasikate tamaa. Though kwa sasa hivi watu wanaona kwamba elimu ndo, sio kwamba naona ni kwamba elimu ndo kitu ambacho yani ukiwa nacho unaweza kufanya kitu chochote, lakini sasa hivi kuna study nyingi ambazo watu wanaweza ukajishughulisha. Tena sasa hivi ni kazi za mikono ambazo zinalipa kuliko hata elimu. Kwa hiyo wajitahidi hata kujiengage kwenye mambo ya kazi za mikono kama ni ushonaji, upishi, makeup, vitu viko vingi sana ambavyo vinafanya watu wanapata hela. Ukipata nafasi ya kukutana na Mama Samia, ni neno gani utamwambia? Yani akikwambia mtumie sentence moja kumwambia Mama Samia, utamwomba nini? Women empowerment. Awezeshe kivipi? Awezeshe mostly kwenye sekta ya elimu ya sio kishule peke yake, vision. Wanafunzi wengi sasa hivi wa kike unakuta akimaliza form 6 mtu hata haazi sana tena kuolewa, au kama ni chuo anakwenda anasoma tu mradi. Kwa hiyo elimu ya kwamba nikienda hata kama ni kuolewa niwe na vitu vyangu, niwe na elimu yangu, niwe na kitu ambacho mimi nitaweza kufanya peke yangu, sio kwenda kuolewa afu katiza ndoto ya mtu mwingine. Sawa. Nipende kuwashukuru. Sasa hapa mwisho utamaliza kwa kusema kwamba nikisema dakika moja mnasema tutawafikia, si ndio? 1 2 3, dakika moja tutawafikia. Asanteni sana kwa muda wenu.